Kwa jina naitwa Amalia Mapunda, mkurugenzi na mwanzilishi wa taasisi ya Mwanamke na Mafanikio, na leo hii tumefanya kongamano kubwa la masuala ya uongozi pamoja na uchumi, ikiwa ni kuelekea kilele cha siku ya wanawake duniani. Sisi tumefanya maadhimisho haya kutoa elimu kwa wanawake kuhusiana na masuala ya uongozi, lakini tunataka kuhakikisha kwamba wanawake waendelea kuwa na uchumi imara. Tumemtaja sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu yeye ni kama mfano kwa wanawake wengi kwa mambo ambayo ameendelea kuyafanya kama kiongozi na ndio kiongozi wa taifa letu, lakini kwa nafasi yake ya wanamke, sisi kama wanawake na mabinti ambao tunachipukia wenye ndoto za kuwa viongozi, basi tuna mengi ya kujifunza. Kwa hiyo sisi kama wadau wa maendeleo kupitia taasisi zetu binafsi sio za kiserikali, tunaendelea kumuomba Mheshimiwa Rais kuendelea kuhakikisha kwamba anaendelea kututazama sana taasisi sio za kiserikali kama ambavyo wamekuwa wakitupa ushirikiano mpaka kufanikisha masuala kama haya, na sisi tunamwaahidi ushirikiano mkubwa katika kuhakikisha tunatekeleza majukumu yetu ipasavyo. Kwa majina naitwa Charangwa Selemani Makwiro, ni katibu tawala wa wilaya Ilala. Tumemtaja Mama Samia sana kwa sababu ni kiongozi wetu wa nchi, lakini kama tunavyojua tuko hapa kwa sababu tupo katika wiki ya kuadhimisha siku ya mwanamke duniani ambayo inaadhimishwa kila tarehe 8 mwezi wa 3. Tukiwa katika wiki ya kuadhimishwa na rais wetu wa Jamhuri ya Tanzania ni rais mwanamke, ni mama, lakini sio rais tu, ni rais ambaye amefanya mambo makubwa mno, akiwa kama kioo, akiwa kama kiongozi wetu na role model wa wanawake na mabinti wengi. Ndio sababu ya leo ambayo tumemtaja kwa umakini wake, kwa malengo yake ambayo ameyatimiza, lakini kwa mipango ambayo ameifanya kwa ajili ya nchi yetu. Jina langu ni Gladness Marco, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam USE. Mwanafunzi wa mwaka wa pili, nachukua masomo ya physics na chemistry, pia ni mbunge wa physics Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kupitia kongamano hili la leo tumeweza kujifunza mwanamke katika nafasi mbalimbali ikiwemo swala la uchumi na uongozi. Hivyo kupitia kongamano hili mwanamke tumejifunza kwamba mwanamke anaweza kujipambanua mwenyewe katika swala zima la uchumi. Sio uchumi tu, katika swala la uongozi. Tukitumia kioo chetu kama kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivyo kupitia yeye tumeweza kushikwa mkono na kuona jinsi gani tunaweza kujipambanua katika nafasi kubwa za uongozi. Kongamano hili la uongozi pamoja na uchumi tumeliandaa taasisi ya Mwanamke na Mafanikio, ikiwa ni moja kati ya dhamira kubwa ya kuendelea kuongeza chachu na hamasa kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge pamoja na madiwani. Lengo letu kubwa ni kuendelea kuhakikisha wanawake wanajitokeza kuwania nafasi mbalimbali za uongozi. Na kupitia semina hii kubwa, kongamano hili ambalo limefanyika, imani yetu ni kwamba wanawake wengi watajitokeza kuwania nafasi mbalimbali na watapata nafasi hizo katika kuhakikisha wanaingia kwenye vyombo vya kutoa maamuzi. Tunaamini wanawake wanaweza, hasa wakipewa nafasi ya kuaminiwa, wanafanya mambo makubwa.